Unatazama Furaha FM Media. Ni uchovu, lakini baadaye kuna kupungua uzito, lakini baadaye kuna uono hafifu, lakini baadaye pia kuna maumivu ya kichwa, lakini pia kichefuchefu, hata kutapika. Kwa hiyo hizo ni dalili za ugonjwa huu wa kisukari. Kwa hiyo unakuta mtu anakula sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunategemea mtu akishapata chakula, kuna sukari ambayo inazalishwa, inaingizwa kwenye mfumo wa damu. Baada ya hapo tunategemea ile sukari itapelekwa kwenye misuli, ambayo ndio inasaidia kufanya kazi, inatuwezesha kufanya kazi. Lakini sasa kwa sababu insulini ni chache au hamna, kwa hiyo ile sukari haipelekwi kwenye misuli. Kwa hiyo yule mtu atajikuta anahisi njaa muda wote, kwa sababu sukari iliyotegemewa kufika kwenye misuli ili mtu afanye kazi hamna. Kwa hiyo atahitaji tena chakula ili apate nguvu kwa ajili ya kupata. Lakini pia kiu vile vile, kwa sababu ukiwa umepata kitu chenye sukari, vyovyote vile utahitaji na maji ya kunywa, au tuseme ili huyu mtu awe vizuri, ajisikie vizuri, kwa sababu kwenye damu kuna sukari nyingi. Kwa hiyo ili ajisikie vizuri atahitaji kunywa maji mengi ili akaichanganye ile sukari ambayo iko kwenye damu. Kwa hiyo utajikuta anakunywa maji mengi, wakati huo kwa sababu maji yamekuwa mengi, basi mwili automatically unachuja yale maji na kuyatoa nje. Kwa hiyo huyu mtu ataendelea kunywa maji huko anakojoa sana, kwa sababu ya ugonjwa huu wa kisukari. Sukari iko nyingi sana kwenye mfumo wa damu. Kwa mfano tumeona kwamba inawezekana ni uzito uliopitiliza. Sasa uzito uliopitiliza kuna uwezekano namna ya kuupunguza. Kuna mazoezi siku hizi, wengine wanafanya gym, wengine wanafanya na yote, lakini pia tukapendekeza kwamba ni vyema mtu kufanya mazoezi ambayo yanahusisha mwili mzima, kwamba kukimbia au kuruka kamba inahusisha mwili mzima. Lengo ni kusaidia misuli ifanye kazi kwa nguvu ili itumie ile sukari ambayo iko mwilini, na mwisho wa siku inapunguza sukari, mwishoni inapunguza au inaweza kukinga usipate ugonjwa wa kisukari. Lakini namna ya kujikinga ni kama hivi, ni namna ya kuepuka vyakula ambavyo vina sukari nyingi. Kwa mfano, kwa sababu unaweza kwenda kwenye harusi, kwa mfano kwenye maharusi kuna mambo mengi yanafurahisha kidogo. Unaweza kwenda kwenye harusi, beseni ya kwanza ina wali, beseni ya pili ina pilau, beseni ya tatu ina tambi, beseni ya nne ina viazi. Sasa ukiangalia hivi vitu vyote vinaingia kwenye kundi moja ya chakula, na vyote vinapelekea sukari nyingi mwilini. Sasa ukiendelea hivi kwa muda mrefu, mwisho wa siku inakupelekea unapata ugonjwa wa kisukari. Unakuwa na sukari nyingi, mwisho unakuwa na ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo namna kujikinga ni namna ya vyakula. Tunapendekeza sasa mtu kupata vyakula kwenye mlo kamili, kwamba katika yale makundi matano ambayo tunayo, basi unachukua kimoja kuhakikisha kwenye mlo wako hukosi aina moja hapo ya chakula. Hiyo ni namna moja hapo ya kujikinga. Lakini namna nyingine ni mazoezi kama tulivyosema, lakini namna nyingine ni namna ya kufanya ile mazoea ya kucheki afya mara kwa mara, angalau kwa miezi 3, miezi 6, mwaka, unaenda unapima sukari vipi mwilini ikoje. Lakini tukienda kwa huyu ndugu wa pili kutoka Ngemba, anasema namna gani degedege inatokea. Mtu kishakuwa na sukari nyingi mwilini na isitibiwe au isipunguzwe kwa namna moja au nyingine, huwa inapelekea mtu anapata complication, au tunasema yale madhara yanayotokana na kuwa na sukari nyingi sana mwilini, kwamba sukari imezidi, zinaitwa diabetic ketoacidosis, kwamba inapelekea sasa unaanza kupata shida nyingi. Ndio kama hiyo, unaweza kuta mtu akapata degedege, au mtu akazimia, au mtu akapoteza hata maisha. Kwa hiyo ni madhara makubwa ambayo yanatokana na mtu kuwa na sukari nyingi sana mwilini na isifanyiwe utaratibu wa kuipunguza. Lakini swali lake lingine akasema kwamba kidonda inakuwaje kinakuwa kwa muda mrefu. Moja hapo ya changamoto ambazo anazokutana nazo watu wenye sukari ni kwamba ikitokea tu kwa mfano ana sukari nyingi, ikitokea tu ameumia, kidonda chake kinachukua muda mrefu sana kupona. Kwa nini? Kwa sababu kwenye
mfumo wake au kwenye mwili wake ana sukari nyingi sana. Kwa hiyo hata pale alipoumia tunategemea pia atakuwa na sukari nyingi sana, na bakteria siku zote wanapenda sana sukari. Kwa hiyo katika kile kidonda tunategemea kwamba tunakuta bakteria wengi kwa muda mrefu. Kwa hiyo utasafisha, lakini bakteria watakuja kwa sababu wanavutiwa na ile sukari ambayo inakuwepo yale mazingira. Kwa hiyo namna kujikinga ni namna, kwa wale watu ambao wana sukari, basi ni kuvaa viatu ambavyo vinaweza vikawapelekea au kuwazuia wao wasiumie, wasipate majeraha kwa urahisi. Lakini pia uhusiano wa sukari na uume au nguvu za kiume, basi hii ni moja ya changamoto au complication au madhara yanayotokana na kuwa na sukari. Kwa hiyo kuna madhara mengi ambayo yanaweza kuambatana na mtu kuwa na sukari nyingi. Kwa mfano mtu anaweza kupata shida kwenye macho, kwamba inaenda kuathiri macho, lakini pia inaweza ikaathiri figo, na ikaathiri vitu vingine vingi. Kwa hiyo inaweza kaathiri mfumo wa uzazi kwa sababu tu ya sukari iko nyingi.